Kama kuna jambo muhimu tunahitaji kuwa nalo makini katika nyakati hizi ni matumizi ya AI. Kanisa la leo litajikuta liko kwenye nyakati ngumu sana, kwa sababu AI ni kati ya mpango wa shetani kuja kuondoa nguvu za Mungu kwa kanisa. Tunahitaji kufahamu jambo hili kwamba shetani anajua njia za kumpata mwanadamu, na kati ya njia za kumpata mwanadamu anatafuta namna kumrahisishia kutatua matatizo yake. Na AI ni kati ya mbinu ya shetani kurahisisha kutatua matatizo, kurahisisha kutoa majibu ya haraka, kurahisisha kutoa vitu ambavyo katika akili ya kawaida au katika njia ya kawaida ungetumia njia ndefu. Yeye anakuja kukurahisishia, anakutatulia tatizo, lakini nyuma yake kuna mpango mkubwa ambao ameuandaa. Mpango wa shetani aliouandaa kupitia AI ni kufanya akili ya mwanadamu isiweze kufanya kazi vya kutosha. Kadri unapopunguza matumizi ya akili yako, kadri unapopunguza kuishughulisha akili yako, ndivyo unavyopunguza uelewa wako, ndivyo unavyopunguza nguvu yako, ndivyo unavyopunguza mahusiano yako na kila unalolifanya. Ndiyo, AI sahihi ameleta uimbaji, nyimbo nyingi za Injili kwa 90% kwa nyakati hizi, 90% zinazotamba kwenye mitandao ya kijamii kama YouTube, kama TikTok na Instagram. Nyimbo nyingi za Injili ni nyimbo za AI. Na unapoona nyimbo nyingi ni nyimbo za AI, AI anakuja kuchukua nafasi ya mwanadamu. Anakuja kuchukua nafasi ambayo mwanadamu angeweza kutulia, kumwomba Roho Mtakatifu, kutulia kuomba Mungu ampe kitu cha kusema, kupata nguvu, kupata uwepo. Alafu AI anakuja kuchukua nafasi ya mwanadamu, anakuwa mbadala wa mwanadamu, anatengeneza nyimbo za maabudu, nyimbo za sifa. Katika hali ya kiroho, hii ni ibada ya sanamu. Hizi ni sanamu, maanake sanamu zinainuliwa zimwimbie Mungu. Na kama kuna kitu ambacho Mungu alitutahadharisha mapema ni kuzikimbia ibada za sanamu. Ukisoma vizuri kwenye kitabu kile cha Timotheo, waraka wa pili kwa Timotheo, ile sura ya 3 ukianzia mstari wa 1, anasema nyakati za mwisho kutakuwa, siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Alafu anaanza kuelezea pale zile nyakati za hatari namna zinavyokuwa. Hii ni hatari kubwa ambayo kanisa tunaenda kukabiliana nayo. Nafasi ambayo mchungaji ilibidi akuhubirie, anakuhubiria AI. Nafasi ambayo ilibidi mwimbaji wa nyimbo za Injili ya kuimbie, anaenda kukuimbia AI. Nafasi ambayo ilibidi uweze kusikia neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu, unasikia neno la Mungu kutoka kwa AI. Nataka nikwambie, kuna vipindi vingi viko TikTok, kuna vipindi vingi viko kwenye Instagram, kwenye YouTube, vimeandaliwa na kutengenezwa na AI, sio mwanadamu. Ni AI ametengeneza, AI amevifanya. Kwa hiyo ukisikiliza unaona kama kuna mtu amesimama anakuhubiria, anakwambia habari njema. Madhara yake ni nini? Itaondoa ukaribu na Mungu. Kumbuka kwamba mwili wa Kristo, yani Mungu anataka tutumie mwili wake, mwili wa Kristo ili kuweza kufanya mahusiano na yeye. Kwa hiyo kila kiungo kina nafasi kwenye mwili wa Kristo. Huyu anafanya hiki, huyu anafanya hiki, ndio mwili wa Kristo unajengwa. Kwa hiyo mwili wa Kristo ukiwa umeingiliwa na AI, mpendwa, manake nafasi ya Mungu inaondoka, nafasi ya Kristo, nafasi ya ibada inaondoka, nafasi ya mahusiano na Mungu inaondoka. Kwa sababu kama AI ndio inakuhubiria, manake AI ni mpango wa shetani kuja kumuondoa Mungu kwenye maisha yetu na kutufanya tutegemee yeye aweze kututatulia majibu yetu, kututatulia matatizo yetu, kutupatia kila tunachokihitaji. Wakati huu watu hata kusoma neno la Mungu imekuwa ni shida. Mahali ambapo ilibidi achukue Biblia, achakate, atafute, anaingia tu kwenye AI, anaandika anahitaji kitu fulani, AI inamwandikia, AI inamletea kitu hicho. Lakini madhara yake ni makubwa, kwa sababu teknolojia inaweza kubadilika muda wowote. Inaweza kuletea majibu ambayo sio sahihi, alafu ukajiona uko sahihi, kwa sababu unaamini kwamba kila jibu ambalo AI inatoa ni jibu la uhakika, lakini sio kweli. Kuna wakati mwingine shetani anaweza kutumia njia hiyo hiyo ambayo unaiamini kuja kuleta uharibifu. Wakati huu hata wahubiri makanisani tumejikuta sasa tunategemea AI tutafutie kila kitu, AI tuchakatulie kila kitu, ichakate kila kitu. Madhara yake ni makubwa, yanamuondoa Mungu, yanamuondoa Roho Mtakatifu ndani yetu. Tutajikuta tumekuwa makopo, tutajikuta hatuna chochote, kwa sababu shetani ameleta mkakati wa kumuondoa Mungu, wa kuondoa mahusiano yetu na yeye. Kwa hiyo tunategemea kwamba mahali ambapo ulibidi ukae, upige magoti, umuombe Roho Mtakatifu akupe cha kusema, unaweza kuingia kwenye AI ukaiambia, nataka niseme ujumbe fulani, au nipe idea niseme nini na nini. Hii ni hatari kwa kanisa la leo. Hii ni hatari kwa kanisa la leo. Unaposikiliza zana nyimbo za AI, nyimbo za AI, kumbuka kila wimbo una roho yake nyuma.
kuna roho ambayo inasukuma mtu kutunga, kuna roho ambayo inasukuma yale maneno. Sasa kama Roho Mtakatifu hakuwepo, kilichoongoza ni mifumo ya ulimwengu. Biblia inasema kwamba tusifuatishe kama dunia hii inavyotaka. Sisi ni wa nuruni, sisi ni wa rohoni, hatutafuatisha vitu vya dunia kwa sababu haviendani na sisi. Ndio, kuna mahali hatuwezi epuka kwa sababu vipo na wakati mwingine vitatumika tu, lakini kuna namna ambayo lazima ufahamu kwamba tuko kwenye vita, na vita ambayo tuko nayo ni vita ya matumizi ya AI, artificial intelligence, akili mnemba. Ni kati ya vita kubwa kwa kanisa la leo, ni kati ya vita kubwa inayoenda kuondoa mahusiano ya vijana na Mungu, inayoenda kuondoa mahusiano ya kizazi kipya na Mungu. Wale wa zamani sio shida kwao, kwa sababu walipata yale malezi, walikulia chakula kile ambacho hakijagoshiwa. Lakini leo hii kanisa la leo linaenda kulelewa na AI. Kanisa la leo linaenda kutatuliwa matatizo na AI, mahali ambapo libidi umpigie mchungaji wako umuulize maswali kuhusiana na matatizo yanayokusumbua au kuhusiana na mahitaji yako ya kiroho. Inabidi uende kwa AI uiambie na kwamba anahitaji kitu fulani na kitu fulani. Hii ina maana gani? Sasa madhara yake na kuondolea ukaribu na Mungu. Biblia inasema kwamba tusiache kukusanyika kama ilivyokuwa desturi. Sasa utakuwa ukusanyiki tena, unakaa nyumbani, unaiuliza maswali na kutatulia, unaiuliza maswali na kutatulia. Lakini pia AI imekuwa inaweza kufanya mambo machafu, inaweza kukubadilisha sura, kukufanya unafanya kitu fulani, kukutengenezea picha unaonekana unafanya kitu fulani. Mungu alisaidia kanisa la leo, Mungu alisaidia kanisa la leo, kwa sababu AI inakuja kufanya kila kitu. Lakini na kuombea Mkristo na waombea watumishi wa Mungu wenzangu, tujitahidi kuibakiza nafasi ya Mungu, kuambia waumini wetu ya kwamba Mungu hawezi kuwa mbadala kwa AI. Yani AI hawezi kuwa mbadala wa Mungu. Mungu anabaki kuwa Mungu. AI hawezi kuwa mbadala wetu. Tunahitaji kuwafundisha wapendwa na vijana ambao wanaamini AI ndio utoshelevu wao, wanaamini AI ndio pesa, wanaamini kwamba AI ndio inawapatia kile wanachokihitaji. Tunahitaji kuwaambia kwamba wanahitaji kumpata Mungu vile vile, wanahitaji kusikiliza mahusiano yao na Mungu vile vile, wanahitaji kwenda kanisani vile vile. Zitafika nyakati watu hata kanisani watakuwa waendi, kwa sababu AI inaweza kumhubiria, AI inaweza kumwambia chochote. Na hata saa hii wewe unaweza kawa ni shahidi pamoja nami, asilimia kubwa, kuna mahubiri mengi yako TikTok huko ni ya AI. Sio watu binafsi, sio mtu halisia anaongea, ni AI inatengeneza maombi. AI inakuombea. Mpendwa, unaombewa na AI, artificial intelligence, akili mnemba anakuombea na unasema amina, nafunguliwa. Hilo ni pepo. Haiwezekani sanamu ikakuombea, haiwezekani sanamu ikakufungua. Hilo ni pepo. Tunahitaji kujua kwamba Mungu anabaki kuwa Mungu. Tunahitaji kujua kwamba Mungu anabaki kuwa Mungu. Usiache kutumia akili yako, usiache kujitaabisha kwa ajili ya ufalme wa Mungu, usiache kujitaabisha kwa ajili ya kusoma neno. Usitafute AI ikuchakatie, ikutafutie vionjo maneno mazuri mazuri. Tunahitaji kubaki kwenye msingi. Mungu akusaidie, Mungu akupe wepesi, na Mungu alisaidie kanisa la leo. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, na amini ujumbe huu utaenda kumfikia mtu mmoja na utakufungua. Ubarikiwe, uwe na wakati mzuri.